Sasa majeshi ya malaika wa mbinguni wafurahi. Tushangilie wakati wa ibada hii ya usiku, na tarumbeta la wokovu litangaze ushindi wa mfalme mkuu vile. Hata dunia iliyoangazwa kwa nuru kubwa namna hiyo ijae furaha, na ulimwengu wote uliangazwa kwa utukufu wa mfalme wa milele. Uone ya kuwa umeondolewa giza. Afurahi na mama kanisa, aliyepambwa kwa uzuri wa mwanga mkubwa vile. Na nyumba hii ivume sauti ya watu. Ndiyo maana ninyi ndugu zangu mlio hapa katika nuru kubwa ya mwanga huu mtakatifu, na waarifu muone pamoja nami huruma ya Mungu Mwenyezi, ili huyu aliyependa kunipokea katika hesabu ya makasisi, ingawa sistahili, anijaze nuru ya mwanga wake, anisaidie kueleza sifa za mshumaa huu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanaye, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo, tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki kumtukuza Mungu Baba Mwenyezi asiyeonekana, na kwa mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upendo wote wa moyo na roho na sauti yetu, aliyemlipia Baba wa milele deni ya Adamu kwa ajili yetu sisi, akafuta adhabu ya dhambi ya asili kwa damu yake takatifu. Hiyo ndiyo sikukuu ya Pasaka, anapochinjwa yule mwana-kondoo wa kweli, na milango ya waamini inabarikiwa kwa damu yake. Huu ndio usiku uliowatoa kwanza baba zetu
wana wa Israeli Misri, ukawavusha pakavu katika bahari ya Shamu. Basi huo ndio usiku uliondoa giza ya dhambi kwa mwanga wa mnara wa moto. Huo ndio usiku ambapo popote duniani wenye kumsadiki Kristo wanatengwa leo na maovu ya dunia na giza ya dhambi na kurudishiwa neema na kupata utakatifu. Huo ndio usiku Kristo alipovunja vifungo vya mauti, akatoka kaburini mzima mshindaji. Kuzaliwa kungali tufaa kitu, tusingali kombolewa. Wema wako kwetu ulio wa ajabu. Wema gani wa upendo wako usiopimika, kwamba ukamtoa mwanao awakomboe watumwa. Kweli lazima dhambi ya Adamu iliondolewa kwa kifo cha Kristo. Kosa lenye heri lililostahili tumpate mkombozi mkubwa kama huyo. Usiku wenye heri kweli, uliostahili peke yake kujua sana wakati Kristo alipofufuka kaburini. Huo ndio usiku ulioandikiwa, usiku utangazwa kama mchana, na usiku ndio mwanga katika furaha yangu. Kwa sababu hiyo utakatifu wa usiku huo wafukuza maovu, wasafisha makosa, warudisha utakaso kwa wale walioanguka, na furaha kwa wale waliokuwa na sikitiko. Wafukuza chuki, waleta mapatano, na wenye makuu wanyenyekesha. Basi kwa sababu ya neema ya usiku huu, upokee Baba mtukufu sadaka ya jioni hii ya ubani huu,
ambayo kanisa takatifu inakutolea kwa mikono ya watumishi wake, katika toleo tukufu la mshumaa huu uliofanyika kwa nta ya nyuki. Na sasa twafahamu ubora wa mnara huu unaowaka moto kwa heshima ya Mungu. Na moto huo ingawa umegawanyika, haukupata kupungua kwa kuwasha mioto mingine, kwa maana walishwa kwa nta yenye kuyeyuka iliyotengenezwa na mama nyuki, kwa umbo la taa hiyo nzuri. Usiku wenye heri kweli, uliwanyang'anya Wamisri mahali, ukawafanya matajiri Wayahudi. Usiku ambao unaunganisha mbingu na dunia, tena Mungu na watu. Basi tunakuomba Bwana, ili mshumaa huu uliobarikiwa kwa heshima ya jina lako uendelee kuwaka, upate kufukuza giza ya usiku huu. Tena upokee kama harufu tamu, uungane na mwanga wa mbingu. Nyota ya asubuhi ikute moto wake ukiwaka, yaani nyota ile ya asubuhi isiyotua kamwe. Ndiye yule aliyetoka kuzimu akawaangazia wanadamu kwa utulivu. Basi tunakusihi Bwana, utujalie nyakati za amani kwa furaha hizi za Pasaka. Ututawale kwa ulinzi wako wa kila siku, utuongoze, utukinge sisi watumishi wako na mapadre wote na waamini wako wapenzi, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Fransisko na askofu wetu Antoni Lagwe. Uangalie pia hao wenyezi wanaotutawala, uwaongoze kwa nguvu ya wema wako usio na mwisho na huruma yako,
uyaongoze mawazo yao yaelekee haki na amani, ili baada ya shughuli zao za hapa duniani wafike katika makao ya mbinguni, wao pamoja na watu wako wote. Kwa ajili ya huyo Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele